Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako waziri mkuu wa Pakistan amesema mazungumzo ambayo nchi yake ni mpatanishi kati ya Marekani na Iran yamepiga hatua. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran itakubali tu makubaliano ya haki na ya kina katika mazungumzo na Marekani yanolenga kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Hayo yanajiri huku Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kusitisha operesheni ya kijeshi ya kuzilinda na kuzisindikiza meli kupita mlango bahari wa Hormuz. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa kwa muda kwa operesheni ya kijeshi ya kusindikiza meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, hatua inayolenga kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran. Operesheni hiyo inayojulikana kama Project Freedom ilianza rasmi siku ya Jumatatu, lakini sasa imesimamishwa kwa muda mfupi kufuatia kile kilichoelezwa kuwa maendeleo makubwa katika juhudi za kidiplomasia. Tangazo hilo linakuja wakati hali ya usalama katika njia hiyo muhimu ya kimkakati ikiendelea kuwa tete. Kampuni moja ya usafirishaji majini kutoka Ufaransa imethibitisha kuwa meli yake ilishambuliwa siku ya Jumanne ilipokuwa ikipitia eneo hilo, tukio lililosababisha majeruhi kwa wafanyakazi na uharibifu mkubwa wa chombo hicho. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimemshutumu Rais Donald Trump kwa kile walichodai ni jaribio la kuficha kushindwa kwa operesheni hiyo ya kijeshi. Hata hivyo, Rais Trump amesisitiza kuwa licha ya kusitishwa kwa operesheni hiyo ya kusindikiza meli, vikwazo na mzingiro dhidi ya bandari za Iran vitaendelea kutekelezwa kikamilifu. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema kuwa uamuzi huo umefikiwa kwa pamoja ili kutoa fursa ya kukamilisha na hatimaye kusaini makubaliano ya amani, huku akiongeza kuwa usalama wa eneo hilo utaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Rais Donald Trump anaeleza hisia zake kuhusiana na mazungumzo ya amani na tabia za Iran. Irani inataka kufikia makubaliano. Kitu nilichokipenda kuhusu Irani ni kwamba huzungumza nami kwa heshima kubwa sana, halafu baadaye hujitokeza kwenye televisheni na kusema hatukuzungumza na rais. Huu ni mchezo wanaocheza. Hata hivyo, niseme wazi, wanataka kufikia makubaliano, na ni nani ambaye asingetaka? Ili hali jeshi lako limeporomoka kabisa, tunaweza kufanya chochote tunachokitaka dhidi yao. Ni nani asingetaka? Operesheni ya Project Freedom ilianzishwa kufuatia mvutano ulioongezeka baada ya Iran kupendekeza kuahirishwa kwa majadiliano ya nyuklia hadi baada ya kumalizika kwa vita na mgogoro wa usafirishaji. Hata hivyo, hatua hiyo ya kijeshi haikuweza kuleta utulivu uliotarajiwa na badala yake ilichochea mashambulizi zaidi katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Pakistan, mpatanishi muhimu kati ya Iran na Marekani, amesema kuna dalili chanya katika mazungumzo ya kufikia makubaliano ya amani. Kupitia mitandao ya kijamii, Shehbaz Sharif amempongeza Rais Donald Trump kwa kusitisha ulinzi wa kijeshi kwa meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri mkuu wa Pakistan ameeleza kuwa uamuzi huo umetokana na juhudi za pamoja za kidiplomasia zikihusisha Pakistan pamoja na mataifa mengine kama Saudi Arabia chini ya uongozi wa Mohammed bin Salman. Pakistani imekuwa ikibadilishana mapendekezo kati ya Tehran na Washington. Aidha, kampuni ya usafirishaji ya Ufaransa imethibitisha kuwa moja ya meli zake ilishambuliwa Jumanne wakati ikipita katika njia hiyo muhimu na kusababisha majeraha kwa wahudumu pamoja na uharibifu wa meli. Tangu kuzuka kwa vita mnamo tarehe 28 Februari vinavyohusisha Marekani na Israel, Iran imekuwa ikidhibiti kwa kiasi kikubwa usafirishaji katika mlango wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za biashara ya mafuta duniani. Katika kipindi hicho, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yameripotiwa kulenga meli kadhaa za kibiashara pamoja na miundombinu ya kimkakati katika eneo la Ghuba. Ingawa Rais Trump anadai kuwa kuna mafanikio ya kijeshi dhidi ya Iran, uamuzi wa kusitisha kwa muda operesheni hiyo unaashiria mwelekeo mpya wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia katika mgogoro huo unaoendelea kuvuta hisia za kimataifa, huku akionya Rais Trump ametishia tena kwamba mashambulizi ya mabomu yataanza upya kwa nguvu na kasi kubwa zaidi iwapo Tehran haitakubali kufikiwa kwa makubaliano. Walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema kuwa usalama wa kupita kiasi katika mlango wa bahari utahakikishwa iwapo vitisho vya Marekani vitasitishwa na taratibu mpya kuwekwa. Taarifa hii inaakisi hali ya mvutano unaoendelea ambapo mashambulizi yanaweza kuongezwa kwa kiwango kikubwa zaidi ikiwa makubaliano hayatapatikana. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
Baharia raia wa Tanzania amefariki dunia wakati akihudumu katika meli kwa jina Volans, kwa mujibu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kifo cha baharia huyo kwa jina Mchama Maregesi Mungu kilitokea tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu. Meli hiyo iliyobeba bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu ilikuwa safarini kutokea UAE kuelekea nchini Oman. Chombo hicho kilishambuliwa kwa bomu wakati kikivuka kwenye mlango bahari wa Hormuz uliopo kati ya nchi za Iran na Oman. Kuelewa zaidi nimezungumza na Kapteni Josaya Mwakibuja anayeanza kwa kuelezea hali ya awali kabla ya kifo cha baharia huyo raia wa Tanzania Mchama Maregesi Mungu. Taarifa tumezipata kupitia kwa raia wenzetu, taarifa ilikuanzia huko. Watuambia kwamba walikuwa wakipita eneo hilo, walishafanikiwa kupita, lakini bahati mbaya kawa chombo chao kimepigwa bomu. Sasa baada ya hapo wanasemekana kwamba yeye alikuwa amelala, wanampa moto kamfika. Taarifa ambayo tumezipata kupitia wenzetu mabaharia. Mlango wa Hormuz unajulikana kuwa na msukosuko wa kisiasa na kiusalama. Sasa je, kwa sasa hali ya hatari kwa meli za kibiashara imefikia kiwango gani katika eneo hilo, hasa kwa wafanyabiashara wa usafirishaji bidhaa wa Tanzania? Kwa kweli bado ni changamoto kwa kweli, kwa sababu kwa ile ukisalama kama ilivyo, hata sisi wenyewe mabaharia tupa changamoto kwa kweli katika upande wa usafirishaji katika eneo hayo, sababu kwamba unategemea kama unavyoona 98% ya biashara ya mizigo mingi ya kibiashara ni usafiri wa bahari. Kwa kweli bado italeta hadhari kubwa hali ya namna hii, kana atakuwa huduma za usafirishaji wa meli utapungua, kwa hiyo viwango vya maisha vitakuwa juu kwa kweli. Na je, kuna itifaki gani za kiusalama, safety protocols, ambazo meli na mabaharia wanapaswa kufuata wanapopita katika high risk areas kama hizo? Mikakati mara nyingi kwa sikia namna hiyo huwa tunachukua tahadhari za kupita maeneo hayo kwa kuongeza, huwa tunajaribu kuongeza uangalizi zaidi kwa maeneo hayo na kuchukua tahadhari pia za kiusalama kwa masima baharia, na hata ikiwezekana kwamba kama sio muhimu eneo kupita, huwa tunabadilisha pia mwelekeo kuweza kupita maeneo hayo. Lakini ni vitu hatari sana katika hali ya namna hii, kwa sababu tunapata changamoto sana. Na kwa kuzingatia kuwa marehemu ni Mtanzania, kuna utaratibu gani wa kisheria au wa kidiplomasia ambao mamlaka za bahari kama TASAC au vyama vya mabaharia zinachukua sasa hivi kurudisha mwili au kufuatilia fidia? Tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania kupitia taasisi yake TASAC. Maana taarifa zetu tulizopata kuweza kujaribu kuwasiliana kwa wenyewe, na tuliporudi kwenye upande wa TASAC walichukua kwa 100%. Mpaka na sisi wenyewe tunajaribu kuja kufuatilia, kuwapa taarifa, kumbe nao wenzetu walishafuatilia zaidi na zaidi. Kwa kweli kusema kwa mpaka sasa hivi TASAC wamelibeba, na kupitia wenzetu ya Abu Dhabi pamoja na London, na baadhi ya kampuni yenyewe pia alikuwa anafanya kazi marehemu, tumetoa ushirikiano mkubwa. Kwa tuseme kwamba asilimia kubwa tunashukuru pia TASAC kupitia meja kwa mabaharia, tuseme kupitia DG mwenyewe, lakini alisimamia sana zaidi na baada alisimamia meja wa mabaharia ndio Engineer Lamek. Kwa tunashukuru sana TASAC. Na kuna taarifa yote kutoka kwa familia? Familia pia kuna ushirikiano mkubwa familia, na tuweza kuuliza kidogo familia na ushirikiano mkubwa kwa kushirikiana baina ya TASAC na familia, na taratibu zinafanyika nzuri ambazo tunasubiria taarifa kwamba lini haiti tarehe, kwa sababu siku zote kitu kama hiko lazima ghafla hizo lazima kuna uchunguzi unafanyika mpaka jiridhisha taratibu zao za kule, then wataposema siku fulani wataweza kupangia tarehe na kuweza kupokea maiti airport. Hili kwa asilimia kubwa upande wa TASAC walifuatilia zaidi hili swala, serikali imesimamia sana hili swala la msiba. Vile hapo awali umeweza kuzungumzia kuhusiana na changamoto ambazo mabaharia wanakumbana nazo. Naomba uweze kutueleza kwa upana hata zaidi kuhusiana na hilo, na ni jinsi gani ambavyo zinaweza zikangaziwa. Changamoto kwa wanatupata mabaharia ni nyingi, ikiwemo mikataba isiyoeleweka vizuri, kucheleweshwa kwa mishahara, mazingira kazi hatarishi ya kazi, ukosefu wa taarifa za kiusalama, na wakati mwingine kosa uwakilishi walipopata matatizo nje ya nchi zinatokea hizo. Pia kuna changamoto za kupata nafasi za mafunzo ya baharini, msongo wa mawazo, tuseme ni msongo wa mawazo kutokana na kutengana na familia, hiyo mojawapo, hatari za uharamia na migogoro ya kijeshi, gharama kubwa za kupata vitu. Una neno gani kwa mabaharia wengine wa kimataifa na hata wa Kitanzania ambao kwa sasa wapo majini au wanaelekea katika maeneo yenye migogoro kama hiyo? Ni kuwa makini, kusema kweli, hizi sehemu hatarishi tunazo makini, pia tufuate kusikiliza vyombo vya taarifa mbalimbali za kiusalama za kitaifa na kimataifa, ili tuepukane na majanga ambayo yanaweza kutokea tukiwa baharini. Tujiendeze pia kielimu, hiyo ndio mambo ambayo unaweza kushauri kwa kweli mabaharia. Lakini ukiangalia ni fani yetu, ili kuwa makini katika
maeneo yetu ya kazi. Kuwa makini kwa kweli, kwa sababu tumesoma mabaharia, tumekaa vioni, na tunapokuwa kazini kunakuwa kama walivyosema, kunakuwa na mafunzo mbalimbali ya ulinzi na usalama ndani ya meli. Kwa hiyo tunalikuwa makini na kuendelea kumbushana, kuendelea kupata elimu. Na msikilizaji, huyo ni Josiah Mwakibuja.